Dar es Salaam linaendelea kuona muhimu wa kuwahabarisha wananchi wa jiji hili kuhusiana na masuala ya usalama. Kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam iko salama na shughuli nyingi za kiuchumi, lakini za kijamii pia za kisiasa zinaendelea vizuri. Wananchi wanaendelea kwenda kwenye mikutano mbalimbali ya vyama vya siasa kusikiliza sera mbalimbali, wanakwenda salama na wanarudi salama. Lakini pia wale wanaogombea wamekuwa wakiendelea vizuri na kampeni zao. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutimiza majukumu yake ya kubaini, lakini kuzuia na wakati mwingine kutanzua vitendo mbalimbali vya kihalifu. Kazi kubwa ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Narudia, kazi kubwa ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria iliyolianzisha jeshi hili la polisi pamoja na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Na kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa salama. Hata hivyo, kumekuwa na ufuatiliaji mbalimbali kuona kwamba hali hii ya usalama inaendelea kuimarika. Kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Japhet Alex Tobias. Huyo ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe. Huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wisport. Mtu mwingine wa 3 aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenegoha. Huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media 2. Mtu wa 4 aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Constantino Pius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa.
watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Umefuatilia mara kadhaa, jambo la kwanza zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza. Kwa hiyo uchunguzi umefanyika, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria zinazohusiana na mambo haya, na kubaini kwamba watu hawa na vyombo hivi vimekuwa vikifanya shughuli hizi ambazo nimezitaja kinyume na sheria, na kwa sababu hiyo watafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo, ikiwemo mahakama za nchi hii. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Mwisho, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitasita kumtia mbaroni mtuhumiwa yoyote ambaye itabainika anafanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni vitendo ambavyo vipo kinyume na sheria. Tunaendelea kuwahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba jeshi linafuatilia kwa karibu sana vitendo mbalimbali, matamko mbalimbali, lakini tunawahakikishia jiji liko salama na litaendelea kuwa salama. Narudia, jiji la Dar es Salaam liko salama na litaendelea kuwa salama. Wananchi wasiwe na hofu, watimize majukumu yao ya kikatiba na kisheria bila hofu. Jeshi la polisi ambalo majukumu yake makubwa ni kuwalinda hao watu na mali zao, litaendelea kutimiza majukumu haya makubwa ya kisheria ili wananchi waendelee kutekeleza majukumu yao. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu. Kamanda, umetuambia Dar es Salaam iko salama, lakini tukiangalia kuna hii taharuki mpaka sasa, watu wakisikia kauli ya jeshi la polisi rasmi ya kuhusiana asasa kutoka kwako kama kamanda wa kanda maalum kuhusiana na balozi alikuwa balozi mpaka sasa, labda upelelezi unafikia wapi? Unasema pia Dar es Salaam iko salama, kuna watu wanajiuliza kama hivyo alikuwa balozi ametoweka, mtu ambaye alikuwa balozi. Sasa kwa raia wa kawaida kwanza, naamini wewe ni mwanahabari mzuri na naamini umekuwa ukifuatilia taarifa mbalimbali. Sijui msemaji wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako unalichukuliaje, kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mmesema hujasikia taarifa kutoka kwangu kuhusiana na mtu uliyemtaja. Kwa kifupi sana, na sitarajii kubishana, ndio maana nikupa fursa ukaongea.
Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri yenye mwendelezo wa hicho nachokisema, na maana nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa. Na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi, na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile ukapenda tena na mimi nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa, na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule. Swali langu liko nje ya mada kidogo, linahusu bodaboda. Nafikiri kwa wakazi wa Dar es Salaam kuona bodaboda wakivunja sheria hadharani, tena wakati mwingine mbele ya askari polisi, jambo la kawaida, hasa kwenye makutano labda ya barabara. Kuvuka wakati taa nyekundu zimewaka, kubeba mishikaki na kadhalika. Unataka kujua ni jeshi la polisi kwama mahali limewashindwa bodaboda au kuna changamoto gani kwa dini? Kwanza sasa hivi hawaitwi bodaboda, nadhani wana jina lao zuri. Wanaitwa nani? Maafisa wasafirishaji. Naomba utamke hivyo ili nikujibu swali lako, kwa sababu unaweza unatengeneza kiashiria cha wewe kuwa kwenye matatizo na kundi hilo. Naomba urekebishe halafu nikujibu. Unatengeneza tatizo ambalo utalitaka nilitolee habari baada ya kuwa umeshughulikiwa sasa na wale kama watakusikia. Sawa, tunazungumzia maafisa wasafirishaji. Ndio. Sasa kundi hili la maafisa wasafirishaji ni vijana wetu ambao wengi unaona wamepata ajira. Na kwa sababu hiyo vijana wale tumekuwa na jukumu kubwa la kuwapa elimu ya jinsi ya kufanya shughuli yao. Ukitufuatilia sana kwenye makundi mbalimbali, tumekuwa tukiwafuata, tukitoa elimu, tukiwaonyesha hatari ya matendo wanayoyafanya wakati wa kufanya shughuli zao zile za usafirishaji. Kupita kwenye taa nyekundu ni hatari kubwa kuliko hatari nyingine yoyote ambayo inaweza kusababisha kupoteza maisha yako kwa sekunde. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaeleza, lakini kuwafanya wavae kofia ngumu, kwa sababu unaweza kupata ajali ile ukigusa kichwa chini kwenye barabara zetu nzuri za Dar es Salaam, maana yake unapoteza maisha kiurahisi. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu, lakini pia tumekuwa tukitumia sheria zetu kuwazuia wasifanye yale wanayotaka, lakini pia kuwakamata. Na wakati mwingine umeziona heka za hapa na pale kati ya wasimamizi wa sheria pamoja na kundi hilo la vijana maafisa wasafirishaji. Kwa hiyo kwa ujumla wale hawajatushinda, na hatutarajii kama ipo siku watatushinda. Hata wao wanafahamu, ndio maana wakituona wanatambua, unaona wanageuza. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu, lakini tutaendelea kusimamia sheria kuona kwamba wanatimiza majukumu yao mazuri ya uafisa wa usafirishaji kwa kufuata misingi ya kisheria. Katika swala ambalo umewasilishia hapa kwa au watu wale ambao umewakamata, niko naomba kama inawezekana tukafafanulie mpaka mmefikia kuwakamata, mbali na kuwa hizo kuendesha mtandao kutofuata zile taratibu za ufungaji, lakini je, maudhui waliokuwa wanarusha mpaka amekuletea nyinyi kuwakamata ni maudhui? Maana sasa tunaona kuna baadhi ya watu wanaonyesha uchochezi, kuhamasisha vitu ambavyo haviruhusiwi. Je, na hao walikuwa na maudhui yanayofanana na hayo au? Kazi kubwa ya jeshi la polisi kama alivyosema ni kuzuia makosa yasitendeke. Ukiziona dalili za kufungua television kama hizi bila kufuata misingi ya kisheria, kwanza unaziona dalili mbaya za chombo hicho. Kwa hiyo sisi tusingependa tusubiri maudhui ya ovyo mabaya yatimizwe kwa kiwango kikubwa halafu ndio tuwashughulikie. Manake Watanzania wangegeuza na kusema
labda kwa sababu ya ile mitizamo, ndio maana tumewakamata. Kitendo cha kuanzisha bila kufuata sheria, kitendo cha kuanzisha bila kuwa na leseni ni kosa ambalo sisi halitufanyi tukusubiri maudhui yako yatakuwa namna gani. Mwisho, tarehe 29 Oktoba ni siku ambayo ipo kisheria. Kwa mujibu wa katiba yetu, kila mwananchi ana haki ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayetaka. Narudia, tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Haikuja yenyewe kwa kutaka. Ipo kisheria, ipo kikatiba, na watu wana haki ya kwenda bila hofu kupiga kura na kuchagua mtu yoyote wanayemtaka. Vitendo vya kutisha watu, vitendo vya kujaribu kutishia watu havikubaliki, kwa sababu shughuli ile ni ya kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi litaendelea kufuatilia, kuzuia, kubaini na kutanzua matishio yote ya kiusalama, na siku hiyo watu watatimiza jukumu lao la kikatiba bila hofu. Tunaomba wananchi wema waendelee kutoa taarifa mbalimbali, na jeshi halitatoa siri, ili watu wote ambao wanajihusisha na vitendo vya kihalifu waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha kwenye mamlaka zingine za kisheria kama ofisi ya mashtaka pamoja na mahakama za kisheria za Tanzania. Asanteni sana.